Mara kadhaa Diamond Platnumz ameonekana akiachia ngoma za mapiano zaidi na Afro House akiwa anazichapa kwa namna yake, lakini yote kwa yote ni the way ambavyo anajaribu kutengeneza muziki wa Bongo Flava na flavor hii ya Kitanzania zidi kupenya kimataifa zaidi. Aliahidi ya kwamba mwezi wa 10 ni mwezi wake wa kuzaliwa, yani atatimiza miaka 36 kwenye Oktoba hii, yani mwezi wa 10 kuanzia kesho kutwa. Lakini Diamond Platnumz alitangaza kwamba ataachia bang to bang, yani ataachia ngoma kwa ngoma ili kusudi basi kuwaridhisha mashabiki zake na watu wote ambao wanamfuatilia na kumpa support. Lakini siku ya jana Diamond Platnumz aliachia video akiwa yuko ndani ya treni na binti wakiwa wanashine katika namna fulani hivi, na hii nyimbo ni mpya. Lakini kwa maelezo ambayo yametolewa na wadau muziki na wachambuzi wakubwa kwa Salama Jabiri, amevutiwa na video mpya ya Diamond ya Msumari. Ukiachana na maoni ya wasanii pamoja na viongozi mbalimbali wa sanaa kuhusu wimbo mpya wa Msumari, Diamond Platnumz pamoja na Salama Jabiri ameonyesha kuikubali kazi hiyo, jambo ambalo limeibua maswali mengi kutokana na jicho lake katika muziki, huku wadau wakidai labda ni kutokana na Bongo Flava ambayo ameirudisha mwimbaji huyo. I love you, aliandika Salama sehemu ya maoni ya ukurasa Instagram wa Diamond muda mfupi baada ya kuchapisha video hiyo. Salama Jabiri ni mmoja wa watangazaji mkongwe na wenye heshima kubwa katika tasnia ya muziki nchini Tanzania. Umaarufu wake umejengwa juu ya uwezo wake wa kipekee wa kuchambua muziki kwa kina, kwa weledi na bila upendeleo, jambo ambalo limefanya kuwa sauti ya kuaminika miongoni mwa wasanii na mashabiki. Mapokezi haya chanya kutoka kwa mtu mwenye ushawishi mkubwa kama Salama Jabiri ni ishara nzuri kwa Msumari, hasa ikizingatiwa kuwa wimbo huu unarudisha ladha halisi ya Bongo Flava ambayo mashabiki wengi wamekuwa wakitamani kwa muda mrefu. Una maoni gani juu ya project hii? Hapana shaka ni kama bwana Diamond Platnumz kama amepania, kwa sababu alisema kwamba Oktoba ataanza kuachia, lakini Oktoba haijafika, ndo mwisho wa mwezi wa 9 unaishilia, lakini ameamua kuachia vionjo mbalimbali. Kama unapoachia video hii ambayo ukiangalia ni video ambayo imeshutiwa kwa weledi sana, yani inaelezea maisha ya Kitanzania zaidi, kwa sababu hapa ni treni inatembea, yuko na binti huyu, wanafanya yao, wanacheka, wanazungumza ishara fulani hivi. Hii takriban ni mara nyingine tena Diamond anaachia kichupa kama hichi kinachoelezea uasilia wa maisha ya Kitanzania, kwa sababu kuna nyumba pia alishaimbaga ikionyesha yeye anafanya kazi kwa tajiri mmoja, lakini tajiri huyo ni kama anamsengenya na nini, lakini akirudi huko nyumbani mwanamke wake ni binti mkali na nini, lakini bado maisha ni magumu na vitu kama hivyo. Hii ni maoni yako. Mimi naitwa Abraham 255.